Lugete, DRC wamesherehekea kumbukizi ya uhuru wao jana. Ndio. Lakini wamesherehekea siku hiyo wakiwa bado wanakabiliwa na migogoro mingi tu, mpaka unajiuliza kwamba huu ni mgogoro, lakini magonjwa kama Ebola tunaona mambo pia yamekuwa mengi, lakini swala kubwa zaidi ni kukosekana kwa amani. Unadhani Tshisekedi anatosha bado kuongoza taifa la Kongo? Felix Tshisekedi wa Mulumba anaweza kuwa anatosha, anaweza kuwa hatoshi. Anaweza kuwa anatosha kwa mujibu wa chama chake na baadhi ya watu wanaomuunga mkono eneo la Kinshasa. Lakini anaweza kuwa hatoshi kwa watu wa mashariki ya Kongo, kwa maana ya kwamba Kivu Kaskazini, Goma na Kivu Kusini, Uvira, ambao mashariki ya eneo la Kongo kwa kweli na mpakani mwa Kongo na Rwanda amani imekuwa ni hafifu sana tangu miaka ya 60. Kumekuwa na vuguvugu kwamba watu wa mashariki mwa Kongo wanataka kujitenga, kuanzisha taifa lao, ambao wamekuwa wakiungwa mkono na Rwanda. Lakini pia kumekuwa na vuguvugu na madai kwamba ili uweze kuwa rais wa Kongo ni lazima Washington na London wakuunge mkono. Kwa maana ya kwamba marais wa Kongo waliokaa muda mrefu ni wale ambao walikuwa wanaungwa mkono na mataifa ya magharibi, na mara baada ya mataifa ya magharibi kuwachoka wakawa wameleta watu wengine. Utakuja kwa Mobutu kuanzia mwaka 65 mpaka 97 alikuwa anaungwa mkono na mataifa ya magharibi, alivyomtosa wakamleta Laurent Desire Kabila 97 mpaka 2001 alivyouawa, akaja mwanae Joseph Kabange Kabila 2001 mpaka 2018. Sasa Kabila ni mkimbizi, haruhusiwi kuingia Kongo. Naye Tshisekedi ameingia mikataba na Marekani na wamempa ridhaa ya kubadilisha katiba na kuendelea, kwa sababu tu watafanya biashara madini na masuala mengine ya kimkakati. Kwa hiyo ili uweze kuwa rais wa Kongo, ili uweze kupata nguvu, mosi ni lazima unaungwa mkono na mataifa ya magharibi, kwa sababu yamekuwa yakifanya Kongo kukosa amani kutokana na umiliki wa madini. Tshisekedi anaungwa mkono na pande hizo mbili, na mataifa ya magharibi yanamuunga mkono kwa sababu yeye ndo aliwaambia wasiwatumie wezi wa madini kutoka Rwanda na Uganda waje wapatane naye, na wameingia mikataba takriban 10 na Marekani, na Marekani wanamuunga mkono Tshisekedi. Na ndio maana sasa hivi umeona vikwazo vinaelekea Rwanda kwa serikali ya Rwanda, vikwazo kutoka Marekani na maeneo mengine ya dunia. Kwa hiyo unaona kabisa hii vita ya Rwanda na Kongo Tshisekedi ameishinda kwa kuwaita wale wanaowatuma Rwanda kwenda kuiba madini Kongo, kama njoni tukae mezani tutafanya biashara. Kwa hiyo lakini all in all changamoto za mgogoro wa Kongo ni kubwa. Huwezi kumpa credit kwa 100% kwamba Felix Tshisekedi wa Mulumba kwamba anatosha, kwa sababu swala kubwa ni kwamba jeshi la Kongo lenyewe FARD limeshindwa kulinda mipaka. 35% ya mipaka ya Kongo iko wazi, haina ulinzi. Na moja hapo ya kazi ya jeshi ni kulinda mipaka. Kwa kama jeshi la taifa haliwezi kulinda mipaka, hiyo nchi haiwezi kuwa na amani. Mpakani mwa Kongo na Uganda eneo la Bunia hauna ulinzi. Mpakani mwa Kongo na Rwanda eneo la Rushuru hauna ulinzi. Mpakani mwa Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Yes, akiwapo Lugete unapiga picha shosho unaondoka, ndio ushamaliza. Mpakani mwa jana alikuwepo dada mmoja anaitwa Lucia. Akapiga nyingi na muda mrefu bwana. Sasa Lugete anaona chacha kama tayari yuko geti. Mpakani mwa Kongo na Sudani Kusini kuko wazi, ndio wanajimilikisha yule jamaa wa Uganda Road Resistance Army Joseph Kony. Mpakani mwa Kongo na maeneo mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona mpaka ambao uko salama zaidi ni mpakani mwa Kongo na Zambia, unaitwa eneo la Kasumbalesa Zambia. Ndio kwa malori 90 ya mizigo inakuja bandari ya Dar es Salaam inakwenda Kongo, inapitia ule ushoroba wa Kasumbalesa. Inatoka hapo inakwenda Tunduma inaingia Zambia Ndola. Unafishasikia Zambia sema inaitwa Ndola. Ndola pale ndo njia panda pale. Kuna barabara inatoka Ndola Zambia inakwenda mpaka Lubumbashi Kongo. Pale Ndola Zambia kuna njia moja kwa moja inakwenda mpaka Angola. Kwa pale Ndola pale ndo center pale. Ukifika pale njia panda ya Ndola ndo zinachana. Kwa hiyo wamebadili ratiba pia katiba. Unaona uwezekano wa Tshisekedi labda kuchukua muhula mwingine tena? Sio, Tshisekedi hawezi kutoka leo wala kesho. Sababu mosi hakuna rais mstaafu Kongo. Aliyepita Joseph Kabila Kabange amefukuzwa, haruhusiwi kuingia Kongo, na sasa hivi amekuwa ni mkimbizi, anaishi Eswatini kwa Mswati watatu, kwa mfalme Mswati. Kwa hana shindikizo lolote ndakalomfanya hakuna rais mstaafu Kongo. Na katika wagombea wenza wa nyakati hizi unaona hakuna yoyote ambaye pengine anaweza kumtikisa katika kiti hicho. Ushirika ulikuwepo watu watatu. Kuna mtu anaitwa Martin Madidi Fayulu ambaye juzi amepigwa na wahuni, mpinzani mkubwa wa Kongo, ana urafiki na ule mmiliki wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwa. Pamoja na mtu mmoja anaitwa Emmanuel Shadai.
hao ndo viongozi wakubwa wa upinzani. Lakini sasa hivi ni kwamba upinzani Kongo, kadri siku zinavyozidi kwenda, wanazidi kuelemewa nguvu, na wamekuwa wakipata kesi na shutuma mbalimbali kwamba huenda wakawa ni vibaraka wa Rwanda kupitia mtandao wa AFC na vuguvugu la Mto Kongo la M23 pamoja na Cornelius Nangaa. Hii inatoa picha gani Lugete? Ni kwamba wananchi wanamkubali sana rais aliyeko madarakani, ama ndo kudhorota kwa demokrasia nchini Kongo? Majibu yote mawili ni sahihi. Mosi, Kongo kuna ukabila sana. Watu wanaozungumza Kiswahili kutoka mashariki ya Kongo wanatuhumiwa ni majasusi wa Rwanda. Wakongo walio wengi ambao wako Kinshasa na maeneo mengine, wao ndio wanamuunga mkono Tshisekedi. Kwa Tshisekedi anaungwa mkono walio wengi. Wale wa mashariki mwa Kongo ambao wametengwa na wanataka kujitenga kuanzisha taifa lao la Eastern Congo, wale kila wakipaza sauti wanaambiwa ni vibaraka kutoka Kongo. Kutoka Rwanda, ni majasusi kutoka Rwanda. Kwa hiyo hali kama hiyo inapelekea na wengine, hata kile chama cha PPRD cha Joseph Kabange Kabila ambao sasa hivi kimefungiwa kufanya mikutano kutokana na Kabila kuwa na kesi ya uhaini na alitumiwa samasi ya kwenda mahakamani na amekimbia Kongo. Unaona kabisa kila anayejaribu kunyanyuka, kujaribu kuuliza vitu vya msingi anapewa kesi kubwa ambayo huwezi kujitua. Otherwise uwe nje ya mipaka ya Kongo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, Felix Tshisekedi wa Mulumba amefanikiwa kuzima vuguvugu la Rwanda ndani ya Kongo, lakini amefanikiwa kuiunganisha Kinshasa, lakini changamoto alionayo ni eneo la mashariki ya Kongo ambao ni tata kiusalama. Kwa muktadha huo unataka kutueleza Lugete kwamba Tshisekedi, uwepo wa yeye kuendelea kusalia madarakani kwa miaka mingi zaidi upo kwa asilimia kubwa kutokana na kukosekana kwa mtu stahiki wa kuiongoza DRC? Kongo bwana, si kama mataifa mengine kama nchi zingine unaweza kugombea ukashinda hivi hivi. Siasa zake zimekaa vibaya kidogo. Ni lazima uwe una nguvu maeneo fulani fulani. Unajua demokrasia, kila nchi na kitu inaitwa political culture. Tuliosoma chuo kikuu siasa inaitwa political culture. Political culture maana yake ni utamaduni wa kisiasa. Kila nchi ina utamaduni wake wa kisiasa. Unavyoona demokrasia ilivyo, demokrasia ya Tanzania, ya Kongo, ya Rwanda, Burundi, Zambia, Malawi haiwezi kufanana. Yaani mfano kama Ghana, hata kama unatokea kabila gani, ukigombea tu unapita. Kama watu wamekukubali unapita. Lakini Kongo, hata kama wananchi wanakukubali, kuna factor fulani lazima uwe nazo ili uweze kupenya pale. Haio sio hivi hivi. Yaani hivi hivi uweze kuukua urais. Urais unapatikana kwa mchakato wa muda mrefu sana. Lazima uzunguke, uende Paris, uende Brussels, uende Washington, uende London, uende Hispania, uende wapi, uje Tanzania. Yaani kuna vitu fulani lazima wakakubariki kwanza. Wakakugongea mihuri. Yaani unakuwa kama unaenda kwa wazee hivi kuchukua mikoba. Ndio, yani haiji hivi hivi. I say. Yani haiji hivi hivi. Sasa tukizungumzia pia Burundi. Na wao kuna madai kwamba Ndayishimiye ni kama naye anataka kuongeza muhula hivi wa uongozi. Uwepo wa madai kama haya yana ashiria baadhi ya viongozi wa mataifa ya Afrika wanashindwa kuheshimu katiba zao, ama ni vipi? Kwa sababu ni nchi kadhaa za Afrika unaona muhula ukikaribia kuisha katiba ibadilike na mambo mengine ili viongozi waendelee kusalia madaraka. Tunazo nchi 7 ambazo zimefikia hatua hiyo, watu kujiamria mambo. Kuna kitu kinaitwa madaraka ya kulevya. The power opium. Wamelamba asali. The power opium. Kadri unavyozidi kuona kugonga muhuri mwekundu, kutembelea zulia jekundu, kumwagiza governor akuletee vitu kutoka hutaki. Kwa hiyo tumeona Zimbabwe, rais wa Zimbabwe Emmerson Dambuzo Mnangagwa anaelekea kuongeza muda na chama chake cha ZANU-PF. Tunaona Somalia, Hassan Sheikh Mohamud naye anaelekea kwenye njia ya kuongeza muda. Sudani Kusini, kila siku uchaguzi unapigwa danadana. Salva Kiir Mayardit yuko madarakani tangu 2011 na kila siku uchaguzi unapigwa kalenda. Yule mzee sidhani kama atatoka leo wala kesho. Hii nayo ni tunaenda. Burundi wapo kwenye hali hiyo. Na sidhani kama Evariste Ndayishimiye ambaye ndo anaitwa General Evariste Ndayishimiye. Maana Ndayishimiye maana yake namshukuru Mungu. Namshukuru Ndayishimiye. Sasa bwana Evariste Ndayishimiye, kwanza ieleweke kwamba Burundi ilipata uhuru siku moja na Rwanda tarehe 1 mwezi wa 7 1962. Zile nchi mbili zilikuwa zinaitwa Rwanda Urundi Territory, ambazo kipindi cha mkutano wa Berlin alipewa Mjerumani. Kwenye mkutano wa Berlin Mjerumani alipewa Tanganyika, Rwanda, Burundi akapewa
Kameruni, akapewa Togo, akapewa na eneo la Namibia. Kwa baada ya Mjerumani kupigwa kwenye vita ya kwanza ya dunia akiwa kwenye kundi la Triple Alliance, Mjerumani na Austria Hungary na Muitaliano, kwa kwenye mkutano wa 1919 Versailles Peace Treaty iliamriwa kwamba makoloni yote ya Mjerumani yaliyokuwepo Afrika ni lazima wapewe washindi wa vita ya kwanza ya dunia kupitia Mandate Territory of the League of Nations, kupitia Umoja wa Mataifa wa kwanza. Kwa hiyo Rwanda na Burundi kutoka kuwa himaya ya Mjerumani zikahamia kuwa himaya ya Mbelgiji. Yani Mbelgiji alipewa Rwanda na Burundi aziangalie mpaka pale zitakapokuwa tayari kupata uhuru. Kwa hiyo Rwanda na Burundi zilipata uhuru tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 62. Isipokuwa raia na serikali ya Rwanda sasa hivi inaongozwa na Paul Kagame kupitia chama cha RPF Inkotanyi, anaitwa Resistance Patriotic Front, wamepuuza, hawaipi nguvu siku ya uhuru wa Rwanda wa tarehe 1 mwezi wa mwaka 62. Badala yake wameweka nguvu kwenye tutakuja huko Lugete kwenye Rwanda. Najua hiyo pia ni jambo jingine refu tu ambalo tunapaswa kuzungumzia kabisa. Kwa mfano uliotupa Lugete wa mataifa takriban 7 yaliyokuwa na nafasi ya kujiamulia mambo tu na kutamani kuendelea kusalia kwenye kiti kile cha hadhi ya urais, inaweza kuwa ni moja kati ya sababu ambazo zinapelekea labda baadhi ya mataifa haya kuto kupiga hatua za kimaendeleo na kusalia katika yale masuala ya vurugu za hapa na pale, vutani kushike na ukosefu wa amani. Uko sahihi. Kuna Jumuiya ya Afrika Mashariki, ukiondoa Tanzania na Kenya, nchi zote kuna jumuiya zimeshapitia kwenye hali hiyo. Na unapokuwa umebadilisha katiba na kuendelea kukaa madarakani muda mrefu kiongozi mmoja, unaua misingi ya umoja na mshikamano kwenye nchi. 3 ni inapelekea ongezeko la rushwa, kwa sababu ili uweze kukaa madarakani muda mrefu utahitaji ndugu zako na watu wako wa karibu ili wakuzunguke, wanaokuzunguka pale kwenye mifumo ya kichama, mifumo ya kidola, mifumo ya kiuendeshaji wa nchi. Lakini 4, jumuiya za kimataifa zinakutazama kwa jicho ambalo si nzuri. Kwa hiyo unajitengenezea kamera, unasema jeshini kuna msemo unaitwa mngao. Unaona kama vile Samira Suleiman alivyo mweupe hivi kwenye kitu kinaitwa concealment and camouflage cover vitani. Samira lazima huyu hapa, angalia, apakwe mkaa mweusi, kwa sababu vile ukiwa mweupe utauawa, atakuona mapema. Kwa hiyo kiongozi unapokuwa unaongeza muda, unajiwekea mngao kwenye jumuiya za kimataifa, aidha vikwazo, kusemwa vibaya, unakuwa mfano mbaya. Kwa hiyo lakini kitu kingine ni mfano mbaya, kwa sababu nchi zingine zinakuwa zinaiga kuongeza muda. Leo hii tunaye rais wamemuita kingunge wa siasa za Afrika. Kingunge alikuwa kiongozi wa 5 hapa nchini. Sasa ukiwa kingunge maana wewe ni mbabe. Theodore Nguema Mbasong, rais wa Equatorial Guinea tangu mwaka 79. We have the principle of sovereignty, kwamba kila nchi isiingilie nchi nyingine. Kwa wanalindana kwenye maeneo, lakini sasa tunaona mapinduzi ya kijeshi yakitokea hao Lugete, mapinduzi ya kijeshi mbali yanavyotokea masuala kama haya ambayo yanakuwa ni makubwa kitaifa, kwa mfano rais kusimamia masuala ya kubadilisha katiba ili lengo lake likiwa linajulikana kabisa, kubaki madarakani, kuibwa kura, chaguzi zisizo za haki na kuvunjwa kwa haki za binadamu kwenye mambo mengi tu, hata kama tumesema kila taifa lijiongoze, lakini haya ni mambo ambayo yanagusa maisha ya watu moja kwa moja na ambayo pia yanaakisi utendaji wa umoja huu wa vyama mbalimbali vya Afrika. Lakini nadhani kuna haja ya mageuzi makubwa kuanzia Umoja wa Afrika, namna wanavyoendesha masuala yao. Lakini pia wao na kauli ya pamoja, kama kuna mikataba ya haki za binadamu, utawala bora inapokuwa inavunjwa miongoni mwa wanachama, ili umoja huu uweze kuheshimika, kwa sababu hata migogoro midogo inayotokea ndani ya Afrika, Umoja wa Afrika unashindwa mpaka wanasubiria labda sauti ya China, sauti ya Umoja wa Ulaya, sauti ya Marekani na mataifa mengine yenye nguvu kiuchumi na yenye nguvu kwenye Baraza la Ulinzi na Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Afrika wenyewe hauaminiki kwenye kutatua kero za Waafrika. Na hicho ndo ulichokisema kinanileta kwenye swali langu la msingi linalofuata. Kwa nini tunasherehekea sikukuu za uhuru wakati bado ni kama pia baadhi ya maamuzi tunasubiria watu watoke nje? Ni kwa sababu hatuna uhuru wa kiuchumi. Tunasherehekea uhuru wa kisiasa, kushusha bendera ya mkoroni na kupandisha bendera ya mzawa, lakini mpaka pale Afrika itapokuwa na makucha na nguvu za kiuchumi ndio itakuwa na uhuru kamili. Unadhani tunahitaji nini hasa Lugete ili kuweza kuleta mapinduzi haya na walau pia kuweza kuamsha zile akili pamoja na nguvu za kudai haki na maendeleo katika nchi zetu hizi za Kiafrika? Kwanza tuheshimu utawala wa sheria. Tukiheshimu utawala
utawala wa sheria, tutakuwa na uwazi, tutakuwa na uwajibikaji, tutawekeza kwenye rasilimali watu, tutakuwa na mikataba mizuri kati ya sisi wa Afrika na wawekezaji, tutatumia rasilimali zetu kwa maslahi ya Waafrika, tutawekeza kwenye miundombinu, tutawekeza kwenye namna tutakavyojadiliana na kulinda rasilimali zetu. Mwisho siku tutasonga mbele. Afrika bado tuko nyuma kiuchumi. Nchi ya Afrika ndio bara lenye nchi nyingi duniani. Bara lina nchi 55, 54, lakini ndio bara linapata dogo la taifa. Takriban GDP pato la taifa la Afrika takriban dola trilioni 3.6. Bado Afrika, uchumi wa Afrika bado uko nyuma sana. Kwa hiyo tukiwa na uchumi imara sisi wa Afrika, tutakuwa na uwezo wa kusema mbele ya Marekani, tutakuwa na uwezo wa kutoa matamko yetu mbele ya Mchina, mbele ya Umoja wa Ulaya, mbele ya nchi ambazo zinakuwa kwa kasi kiuchumi mithili ya tiger countries ambao ni Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Singapore. Lakini pia tutakuwa na uwezo wa kukataa baadhi ya mambo kutoka kwa nchi mbalimbali ambayo yanakiuka misingi ya Uafrika na itikadi za uwana majumui. Lakini kama bado kiuchumi tuko nyuma, lakini kuna baadhi ya mataifa ya Afrika tunasonga mbele. Kwa kwenye hilo mfano Tanzania, ukiangalia kwa mwisho wa mwezi mamlaka ya mapato zaidi inakusanya shilingi trilioni 4. Ukichukua trilioni 4 mara 12 ni trilioni 48. Bajeti ya mwaka huu 2026/27 ni trilioni 62.3. Kwa hiyo kwenye trilioni 62.3 tuna trilioni 48, zaidi ya 74%. Kwa hiyo tuna trilioni 14 tunaweza tukazitoa nje ya mapato. Kwa hiyo kuna improvement kubwa kuliko miaka iliyopita. Kwa hiyo sasa hivi baadhi ya nchi za Afrika zinapiga hatua. Kwa kama Tanzania mfano, tukiweza kuwekeza kwenye miundombinu, kila mtu akalipa kodi bila kumuonea yote huruma, tukawa na mifumo ya kisasa ya kulipa kodi, tuna uwezo wa kukusanya trilioni 6 kwa mwezi, ambao ukipiga mara 12 trilioni 72. Bajeti yetu ya miaka ijayo tutakuwa na uwezo wa kujitegemea, ndipo tutakaponaweka turufu na maamuzi. Tutakuwa tunamwambia Mchina ili hatutaki, tutakuwa tunamwambia Muingereza, tutamwambia Mfaransa, tutamwambia Marekani, tutamwambia Mrusi. Sio kama mwenyeelewa ndugu yangu. Lakini kama bado tunategemea misaada kutoka kwa wahisani, wazabuni ili tuweze kuendesha mambo yetu, kwa kweli ni lazima tutakaliwa kooni kwenye masuala mbalimbali ya haki za binadamu, utawala wa sheria, misingi ya utawala bora, uwazi, uwajibikaji na masuala mengine. Lakini kwa nature ya viongozi wetu kama ulivyosema Lugete, kwamba wengi hawafuati sheria na tumezoea kubebana. Tunaweza kupata kweli kwa mfano hizo pesa sio tu Tanzania, nchi nyingine nyingi tu zikaweza kujiendesha bajeti na vitu kama hivyo, lakini kama kuna ukandamizwaji wa haki, kuna maana gani tena ya kuwa na kwamba uchumi mzuri lakini bado watu hawako huru, ukandamizaji, watu wako juu ya sheria? Sasa huo ni mtazamo mpana ndugu yangu Imani Henry Kiluvanga. Tunaweza kuchukua mfano wa China na Marekani, ni vitu viwili tofauti. Wapo wanaosema kwamba kiongozi akikaa madarakani muda wao, mifumo ya kihafidhina na kikomunisti, chukulia mfano, ina uwezo wa kuifanya nchi kuendelea kwa muda mfupi kwa sababu watu watakuwa na focus, kutoka kuna adhabu kali. Lakini wengine wanasema lazima watu wafikirie, wawe na uwazi, wawe na uhuru wa kuhoji, ili wawe na uhuru wa kuchagua kazi, nini wafanye, nini wasifanye kwa maendeleo ya nchi. Kwa hiyo watu wanasema, kuna watu wanachukulia mfano wa China, lakini China kuna uwajibishaji mkubwa sana kwenye swala la rushwa. Japokuwa viongozi, kuna rais anaongezewa muda na bunge, lakini jinsi wanavyopata viongozi wako serious sana kwenye masuala ya kulinda mali za umma. Kwa hiyo na sisi kama tunataka tusonge mbele, hakuna mtu wa kumuonea huruma. Ni lazima tutafakari kwa kina kama Kobe na kuona mbali zaidi ya ndege tai kwa maslahi mapana ya Afrika yetu. La sivyo tutakuwa watu wa kulalamika tu na kuomba misaada. Haipaswi kuwa hivyo. Leo Julai mosi tumeanza rasmi utekelezaji wa bajeti kuu ya serikali ya nchi yetu ambayo inatupeleka kwenye dira ya 2050. Lugete, kwa wewe binafsi unavyotazama, unadhani kitu gani hasa kinapaswa kuweza kuondoshwa ili kuweza kuondoa mizengo ambayo itazuia baadhi ya watu kuweza kufanya kazi zao kwa ufanisi na kuelekea katika utekelezaji mzuri kabisa wa kuinua uchumi wetu wa taifa la Kitanzania? Lakini nini hasa ambacho kipewe nguvu zaidi ili sasa kuweza kufanya malengo haya kwenda kutimia kikamilifu? Kwanza, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama lazima viwe vinafanya ukaguzi wa kijasusi kwenye kufuatilia fedha ya umma. Kumekuwa kuna malalamiko mengi ya upotevu wa mali ya umma. Lakini pili, migogoro ipunguzwe kati ya wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa wilaya na mikoa dhidi ya wahasibu wakuu ambao ni wakurugenzi wa halmashauri, tuondoe hivyo. Lakini pia fedha za miradi ya maendeleo zifike kwa wakati na zifuatiliwe kama zimetumika kwa viwango vinavyofaa, ili kusudi kodi
tunazolipa kwa ajili ya taifa letu tuone matokeo yake. Yani mimi Mtanzania kutoka Mwamgongo Kigoma nione fahari kulipa kodi, kwa sababu kodi ninayolipa inaleta maendeleo na maendeleo ninayaona. Lakini kingine ni lazima tuwekeze kwenye nishati mbadala. Leo hii dunia nzima inahangaika kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Nimeona jamaa mmoja Asinza amefungua saluni anaita Hormuz Barbershop. Manake Homes imetikisa. Kuna mtu mmoja Mbagala amezaa mtoto akiwa amemuita Hormuz. Sasa hizi mambo huwa zipo. Kwa hiyo lazima tuwekeze kwenye nishati. Leo ukiangalia Imani, Tanzania nzima tuna megawatt za umeme 4500. Na tumesema 2050 tufikie uchumi wa dola trilioni 1 kama taifa, GDP ambao ni Afrika nzima, hakuna nchi yenye uchumi wa namna hiyo GDP, lakini pato la mmoja dola 7000. Tunawezaje kufika uchumi wa dola trilioni 1 kwa kuwa na megawatt za umeme 4500? Nchi zenye uchumi mkubwa wa Afrika, ya kwanza ni Nigeria, ina megawatt za umeme zaidi ya 25,000. Inakuja Afrika Kusini, megawatt za umeme takriban 25,000. Natamani tungeendelea na huo mjadala Lugete, lakini muda unatutupa mkono. Turejee pale kwenye masuala ya uhuru tuliokuwa tunazungumzia. Kama nchi zinasherehekea sikukuu zao za uhuru, zinatakiwa kuakisi mambo gani? Kwanza kuakisi umoja na mshikamano kwa wananchi. Kwa Rwanda na Burundi lazima Wahutu, Watusi na Watwa wawe kitu kimoja. Kwa Kongo, wananchi wote wa Kongo ni lazima waheshimiwe na haki zao ziheshimiwe. Lakini serikali lazima ina uwezo wa kulinda mipaka na kuwahudumia wananchi kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa 100%. Lakini pia lazima viongozi wawe wawazi na wawajibike kwa kiapo walichokula kuwatumikia watu. Uligusia kidogo pale swala la Rwanda kutosherehekea siku yao ya uhuru. Dakika 1.5 hivi. Hebu tuambie kwa nini hawasherehekei siku yao? Rwanda ilipata uhuru tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 62 ikiongozwa na mtu mmoja tu Gregory Kayibanda, rais wa kwanza wa Rwanda ambaye alikuwa ni Mhutu kupitia chama chake cha Parme Hutu. Sasa isivyo bahati mwaka 59 Gregory Kayibanda alifanya mapinduzi akawafukuza Watusi. Watusi waliofukuzwa zaidi ya milioni wakiongozwa na Kagame. Kipindi hicho Kagame akiwa na miaka hii miwili, Kagame amezaliwa 57, 59 wakafukuzwa. Kwa wamekaa Uganda kuanzia mwaka 59 mpaka 94. Walivyorudi mwaka 94 ndio wakaja kwenye kuzuia mauaji ya kimbali. Ndio maana Rwanda sherehe ya uhuru haipewi uzito, ni inachukua kama public holiday, haisemi, ila sherehe inayopewa nguvu ni ile ya kumbukumbu ya kumaliza mauaji ya kimbali ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 94. Ndio serikali ya RPF Inkotanyi wale wakina Kagame, wakina James Kabarebe ndio wanaipa nguvu. Kwanza ukimtaja rais wa kwanza wa Rwanda Gregory Kayibanda kwamba alikuwa ni rais mzuri, unafungwa. Yaani siku ukienda Rwanda leo Imani ukasema jamani rais wenu wa kwanza alikuwa ni mzuri sana, utakamatwa, utawekwa ndani hata masaa 6. Uambie wewe una kiburi, wewe huelewi kilichokuleta. Hata kama anatoka taifa jingine unakamatwa wewe. Unataka kueleza vitu usivyojua. Ni rais wa kwanza wa Rwanda Gregory Kayibanda anapigwa vita na jina lake limefutwa. Yaani hazungumzwi, hapewi uzito kama sisi tunavyokuwa proud baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwamba kwa nini Rwanda hawasherekei siku yao ya uhuru, ama ulikuwa umemaliza? Nasema Rwanda washerekee siku yao ya uhuru kwa sababu rais wa kwanza wa Rwanda alikuwa na chuki na aliwafukuza Watusi wakina Paul Kagame wakimbilia Uganda. Siku inayopewa nguvu na uzito ni kumbukumbu ya kumaliza mauaji ya kimbali ambao ni ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 94 ambapo wakina Kagame walitoka Uganda chini ya chama chao cha RPF Inkotanyi wakaenda Rwanda wakamaliza mauaji ya kimbali wakasimika serikali. Kwa sikukuu ya uhuru wa Rwanda tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 62 haina nguvu wala uzito kwa sababu imejaa kumbukumbu mbaya ya mauaji, ukandamizaji, wanasema ukabila na misukosuko mingi ya kisiasa. Hata rais wa kwanza wa Rwanda Gregory Kayibanda na chama chake cha Parme Hutu, chama cha kutetea maslahi ya Wahutu, huyo bwana haungwi mkono. Unaweza kaenda Burundi ukasikia wanamueleza Gregory Kayibanda vizuri. Na hawapumziki kabisa kama leo. Leo wanapumzika lakini hakuna. Lakini tu nyumbani. Ni nyumbani tu, hakuna debate na ni kuhutubia watu, sio paredi na nini, hakuna. Lakini ukisikia kumbukumbu ya kumaliza mauaji ya kimbali. Sina leo ni tarehe 1, ikifika tarehe 4 mwezi wa 7 kesho kutwa utaona sherehe Rwanda, kumbukumbu tulivyouawa na Wahutu wakina yule anaitwa Juvenal Habyarimana na shirika lake la ujasusi, chama cha inaitwa Akazu. Utasikia masuala ya angalia Inkotanyi na Interahamwe, utasikia hayo mambo. Lakini ikifika kwa nini siku moja utafute Eva Bucha na umtafute muulize bwana kwa nini sikukuu ya uhuru wa Rwanda haipewi kipaumbele, utafute Eva Bucha na najua utapata namba zake, ujaribu kumuuliza uweke mdahalo atakwambia. Sawa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.